Ile hatma ya hukumu ya rais wa zamani wa Kongo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kweli kweli na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale. Sasa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amehukumiwa kifo bila kuwepo mahakamani kwa uhalifu wa kivita na uhaini. Mashtaka hayo yanamshutumu Kabila kuunga mkono kundi la M23, kundi la waasi. Kundi hili ambalo limesababisha uharibifu katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Kabila alitiwa hatiani, ilikuwa ni siku ya Ijumaa, na mahakama ya kijeshi ya uhaini, uhalifu dhidi ya ubinadamu na hata uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mauaji, unyanyasaji wa kingono, mateso pamoja na uasi. Alikana mashtaka lakini hakufika mahakamani kujitetea. Pia alikataa kesi hiyo kwa kusema kwamba mahakama inatumiwa kama chombo cha ukandamizaji, kwa sasa hajulikani halipo. Mzee huyu mwenye umri wa miaka 54 aliongoza DRC Congo kwa miaka takriban 18. Hii ni mara baada ya kumrithi baba yake Laurent ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi mwaka 2001. Kabila alikabidhi madaraka kwa Felix Tshisekedi mwaka 2019, lakini baadaye walitofautiana na akaenda uhamishoni mwaka 2023. Mwezi Aprili mwaka huu, rais huyo wa zamani alisema kwamba anataka kusaidia kutafuta suluhu ya mgogoro katika eneo la mashariki, na aliwasili katika mji ambao unaoshikiliwa na M23 leo wa Goma mwezi uliofuata. Rais Felix Tshisekedi alimshutumu Kabila kuwa nyuma ya M23 na maseneta walimuondolea kinga yake ya kisheria ile, na hili lilipelekea yeye kufunguliwa njia ya kushtakiwa. Mapema mwaka huu M23 ilitoa udhibiti wa maeneo makubwa ya mashariki yenye utajiri wa madini, ikiwa ni pamoja na Goma, jiji la Bukavu pamoja na viwanja viwili vya ndege. Umoja wa Mataifa na nchi kadhaa za magharibi zimeshutumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuunga mkono M23 na kutuma maelfu ya wanajeshi wake nchini DRC Congo. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya waasi na serikali yalifanyika mwezi Julai, lakini umwagaji damu bado umeendelea.